Hapa shuleni huwa tuna utaratibu wa kuzuia mifugo kuingia eneo la shule kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa tuna utaratibu wa kulima mboga mboga maeneo haya ya shule, lakini pia na miti pamoja na miti ya matunda. Lakini pia huwa tunapanda miti. Kwa hiyo ng'ombe wanapokuja maeneo haya karibu ya shule huwa wana karibu hayo mazao. Kwa hiyo tukawa tumejiwekea utaratibu wa kuzuia ng'ombe wasikaribia haya maeneo ya shule ambapo tunakuwa tumepanda mazao kama hayo. Kwa siku ya Jumapili ambapo tukio lilitokea ambapo ng'ombe zilionekana majira saa 2 maeneo haya ya shule. Tendo la kuonekana kwa ng'ombe ikabidi wanafunzi watoke kwa ajili ya kuzizuia ili wakipatikana wenye mifugo waweze kuja kuichukua baadaye. Lakini pia mwalimu ambaye alipata majeraha alikuwepo kwenye majukumu tu ya kawaida hapa shuleni kama ilivyo ada, kuangalia vijana ambao wanakuwa wanajisomea ambao wanakaa hapa camp wa kidato cha 2 na cha 4 wanaokuwa wanajiandaa na mitihani. Kwa katika scenario hiyo sasa akiwa yuko kwenye mazingira yake ya kawaida, wanafunzi walitoka kuja kuzizuia hizo ng'ombe, lakini kwa bahati mbaya wale wafugaji wakawa wamekimbia na baadhi ya ng'ombe na baadhi zingine zikawa zimestopishwa hapa. Naona walipoenda kule wakaita ndugu zao wengine wakawa wamezifuata hapa hizo ng'ombe zilizopakia. Lakini walikuja wakiwa wengi, wana tochi, wana fimbo, na wakamkuta mwalimu sasa yuko kwenye mazingira yake haya ya kawaida ya kazi akiwa anataka kurudi nyumbani, ndipo walipomshambulia kwa fimbo maeneo ya kichwani. Na baada ya kuwa amemshambulia mwalimu, mlinzi aliyokuepo alipiga simu kwa madam akawa amefika, alikuwa jirani hapa na shule. Ikabidi mwalimu achukuliwe kupelekwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya kuchukua ile referral. Baada hapo akapelekwa kituo cha afya cha Mbuyuni kwa ajili ya huduma ya kwanza, na walipoona kwamba mwalimu ana shida kubwa zaidi ikabidi ichukuliwe sasa gari ya ambulance kumpeleka kwenye hospitali ya rufaa. Mimi naitwa Francis Adolf Mwashiwea, ni mwenyekiti wa kijiji cha Galula. Kwa hiyo tukio hili nimetoka katika eneo la sekondari ya Galula, lakini kutoka zamani utaratibu ambao umekuwa katika shule hii ina mazingira ya kupanda miti, matunda na nini. Lakini utaratibu katika shule hii, shule ya sekondari ya Galula imeweka mlinzi kwa ajili ya kulinda mazingira hapa. Lakini ukiangalia utaratibu huu uliojitokeza tukio hili ni mara nyingi, sio mara ya kwanza kwa tukio la kuleta katika eneo hili. Huwa zinakuja ng'ombe hapa kwa kulisha, lakini eneo hili limepigwa marufuku, haitaki kuleta mifugo aina yoyote katika eneo la shule. Sasa wafugaji huwa wanaleta mchana kwa kuiba. Sasa wanamkuta mlinzi anazikamata, akishazikamata wanazizingira, wanaitwa yule mhusika anaitwa, kuna faini ambayo wameipanga wanalipa. Lakini tukio lililotokea juzi hili ni tukio la kipekee. Mimi baada ya tukio hili, mkuu wa wilaya aliniagiza kwamba itisha mkutano. Kweli siku hiyo mimi nilifanya mkutano kwenye kijiji changu kwamba Wasukuma wote wale ambao hawapo katika kijiji changu na wale ambao kwenye kijiji changu ni marufuku kutembea na fimbo, na ni marufuku kwenda kukulisha mifugo sehemu ya taasisi zote zile, iwe shule, hospitali, wapi, ni marufuku. Na tukawaambia kwamba tukapiga marufuku, ni marufuku Msukuma yote mfugaji kutembea na fimbo ulayani, wachungaga na fimbo huko kwenye machungu. Kwa hiyo kuanzia siku ile mpaka sasa Wasukuma hawaje na fimbo katika kwenye mitaa. Kwa majina naitwa Linus Charles Churu, ambaye ni mlinzi wa sekondari ya Galula. Ni kweli hili eneo ndo mashambulizi yalitokea kwa ajili ya kifo cha mwalimu. Ilikuwa tarehe 26 mnamo saa 3 jioni. Kuna ng'ombe zilikamatwa hapa, tukawa tunazilinda ili wenye ng'ombe waje, lakini ilipofika mnamo hiyo saa 3 ndo tulishambuliwa na Wasukuma zaidi ya 18 wakiwa na fimbo na mawe. Walivyokuwa wanaingia kutaka kutufikia sisi tulipo, mwalimu alikuwa mbele hapa. Ile pita yao
walimwanzia mwalimu wakamgonga fimbo, walipomgonga fimbo akadondoka. Alivyodondoka ndo walipita kwa mbele yetu tulikokuwa, ndo walianza kurusha mawe ya kutosha, huku wakisogea wakiwa na tochi kali. Hivyo na sisi tulivyoona kwamba hawa jamaa wametuzidi kwa kujiokoa, kila aliyekuwepo pale aliamua kujiokoa kwa kukimbia. Hivyo baada ya kukimbia, tulivyorudi kuja kuangalia mwalimu alipokuwa amesimama, ndio tukamkuta amelala. Tulivyomwangalia kweli tulimkuta ana hali mbaya, amepigwa fimbo ya kichwani, moja ikawa na ngeo, moja haikuwa na ngeo ya katikati. Kweli tuliamua kumpigia bodaboda aje ili tumpeleke zahanati. Yeye alitoka darasani. Baada ya kutoka darasani, alipofika hapo kweli alikuta kuna mtafaruko wa ng'ombe pale mbele. Ikaonekana, kauliza pale vipi? Alikuwa anamuuliza mpishi kwamba pale vipi? Mpishi akamjibia kwamba kuna ng'ombe zimekamatwa hapo. Kweli mimi ndo nilimwita mpishi kwamba bwana, njoo tusaidiane kuzuia hizi ng'ombe. Waliingia kuchungia kwenye mazingira, yani hapa pote, maana ng'ombe zilikuwa nyingi. Kwa majina naitwa Eliud Raphael Wilson. Ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Galula. Ninasoma kidato cha 4. Kulingana na tukio hili jinsi lilivyotokea, imeleta mtafaruko kwa wanafunzi. Na mwalimu wetu alikuwa na destiny ya kuja jioni kutufundisha. Kwa hiyo yeye alikuwa anafundisha somo la civics. Kwa hiyo mpaka sasa hatuna mwalimu tena kuweza kutufundisha somo la civics. Kwa hiyo wanafunzi tumebaki kinyonge. Hatuna mwalimu mwingine tena atakayeweza kutusaidia kutufundisha. Hususan sisi form 4 tunaelekea mwishoni kufanya mtihani wa taifa. Na hatuelewi namna gani tutafanyeje ili tupate mwalimu wa kuweza kutufundisha na kutupa maarifa zaidi ili tufanye vizuri katika masomo yetu. Kwa hiyo kama serikali tulikuwa tunaomba mtusaidie kwa hilo hapo. Na kuhusiana tukio hili hapa, lileta mkanganyiko sana kwa sisi wanafunzi. Mpaka mwisho wa siku tukashindwa kusoma darasani, tukashindwa kutulia. Ikatufanya kila mmoja wetu aweze kuhuzunika. Kiukweli mwalimu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuongea na wanafunzi muda mwingi. Anatoa ushauri, pale unapokosea alikuwa anatuita na kutuelekeza. Alikuwa ni mwalimu tofauti kabisa na wengine. Yeye alikuwa ni mtu ambaye ni mtu mwenye imani, mtu wa kidini, pale unapokosea anakushauri. Na pia alikuwa anajitolea katika muda wake binafsi kuja kukaa na sisi na kutuelekeza mambo ya kielimu. Kwa sisi ombi letu kama sisi wanafunzi, tulikuwa tunahitaji waweze kutuongezea mwalimu ambaye ataweza kuziba pengo lake. Na kuhusu hao watu ambao walifanya tukio, tunaiomba serikali iongeze juhudi ili watu hao wapatikane na sheria ifuate mkondo wake. Kwa majina naitwa Clay Joseph Nyambo, mwananchi wa kitongoji hiki cha Irembo, kijiji cha Galula. Kwa kweli tukio hili lililotokea hapa sekondari limetuacha na simanzi kubwa sana. Kwa sababu hatuelewi mpaka sasa kama kuna walimu watakubali kuja kwenye maeneo yetu haya kutokana na shida hili iliyojitokeza. Manake wataanza kuogopa kwamba huko tukienda tunauawa. Ombi langu kwa serikali na kwa uongozi wetu wa kijiji, kata na vyombo vingine vya usalama, niombe tu ulinzi hapa shuleni uongezwe. Na pia naomba serikali kwa hawa waliofanya tukio hili waweze kukamatwa wote, waendeleze msako, kwa sababu sisi tupo kwenye haya maeneo. Hatutasita wala kuwasaidia, hatutasita kutoa msaada kwa yote ambaye amehusika na tukio hili. Tutatoa taarifa kwa wakati. Na pia tunaomba taasisi yetu hapa shuleni waweze kutupa taarifa kwa wakati. Sisi ni wananchi, tuko nao, shule hii ni ya kwetu, na tuko tayari kwa lolote lile litakalotokea hapa shuleni kwa msaada zaidi. Wakiona kwa mfano kama ni mifugo, tuombe tu wasiende kuizuia, kwa sababu hii hali tayari imeshaanza kuleta kuwa ni hali ya hatari kwa mazingira yetu haya. Waweze kutujulisha kwanza. Sisi tupo karibu na eneo hili. Watujulishe, jamani, shuleni hapa kuko 1 2 3. Kuna ng'ombe hapa hazieleweki ni za nani. Tunaombeni msaada. Sisi tutakuja hapa, tutazizuia hizo ng'ombe
mpaka hadi utaratibu utakapochukuliwa wa kisheria. Lakini kwa kifupi tunasema hatuna namna, Mwenyezi Mungu yeye amempenda zaidi. Nianze kutoa pole nyingi sana kwa jumuiya ya Galula, nikianza sasa na wanafunzi, kwa sababu mpaka tukio linatukia tunaamini kabisa mwalimu alikuwa katika shughuli zake za utekelezaji wa kila siku akiwasimamia wanafunzi wa kidato cha pili na kidato cha 4. Lakini katika mazingira hayo kama sote tulivyoambiwa kwamba akiwa anataka kurejea nyumbani ndio akakutana na mambo kama haya. Tunatoa pole nyingi sana kama chama cha walimu Tanzania, lakini pia toe pole nyingi sana kwa walimu wetu wa Galula na wananchi kwa ujumla. Sisi kama viongozi ngazi ya wilaya, tunao viongozi wetu ngazi ya mkoa ambao tumeambatana nao, tukiamini kabisa kwa umoja wetu, basi mwenyekiti wetu wa mkoa ataenda kutoa tamko angalau nini kifanyike kwa watumishi wa kada zote, hasa hususan kada ya walimu, kwa sababu kitaka kuangalia mioyo ya walimu imekunjika sana, wamevunjika moyo. Katika hali ya utekelezaji wanakutana na vitu kama hivi. Kwa tunaamini kabisa kama chama kutakuwa na tamko ambalo kwa kweli serikali iweze kutusaidia kutulinda na kwa namna yote ili tuweze kutekeleza kile ambacho kimetuleta. Baada ya kusema hayo, nawarudia tena kutoa pole nyingi sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Oswald Mlabwa, mwenyekiti chama cha walimu mkoa wa Songwe. Tumefika shule ya sekondari Galula kufuatia tukio la kusikitisha, la kutisha na tukio la kikatili lililofanyika kwa ajili ya mwalimu wetu ambaye ni marehemu Mwalimu Dimoso. Chama cha walimu mkoa wa Songwe tunasikitika na tunalani tukio baya la mauaji kwa ajili ya Mwalimu Dimoso lililotokea akiwa anatekeleza majukumu yake shuleni sekondari ya Galula muda wa saa 2 usiku. Kwa ufupi tu, Mwalimu Dimoso alikuwa anajitolea kuwafundisha wanafunzi wa kidato cha 4 na kidato cha 2. Akiwa anataka kurejea nyumbani, aliuawa na wafugaji. Tunao msiba mkubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Songwe, hususan wilaya yetu ya Songwe. Aidha, nitoe rai kwa vyombo vya ulinzi na usalama, mamlaka zote za serikali, kuanzia ngazi ya mkurugenzi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kufuatilia tukio hili baya la kikatili lililofanyika kwa ajili ya mwalimu wetu Dimoso akiwa anatekeleza majukumu yake. Walimu wa mkoa wa Songwe wanatoa pole nyingi sana kwa familia ya Dimoso na pole nyingi sana kwa walimu wa Songwe na hususan walimu wa Galula kwa kumpoteza shujaa marehemu Mwalimu Dimoso. Aza nitoe rai kwa kamati ya ulinzi na usalama kuchukua hatua kali za kinidhamu kwa wale wote walioshiriki kumuua mwalimu bila sababu yoyote ya kimsingi. Nami nitoe rai kwa watumishi wote, hususani walimu wa wilaya ya Songwe, wawe watulivu wakati vyombo vya ulinzi na usalama vinashughulikia tukio hili kwa karibu sana. Na nilichofurahishwa sana ni jamii nzima ya Galula, namna ambavyo wameguswa, hususani walimu, wanakijiji wa Galula na wanafunzi kwa ujumla kufuatia msiba wa Dimoso. Naomba walimu wawe watulivu kipindi ambacho mamlaka zinachukua hatua za kinidhamu kwa ajili ya wahusika wote waliohusika na tukio baya la kikinyama. Asante ndugu zangu wanahabari, nipenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu. Mimi naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi ya Kusimusenga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawatafuta watu waliohusika na tukio la kumshambulia na kumsababishia majeraha ambao baadaye alipelekea kifo cha Bwana Nicetas Dimoso mwenye umri wa miaka 43. Alikuwa ni mwalimu wa shule ya sekondari Galula na mkazi wa kijiji cha Galula, wilaya na mkoa wa Songwe. Tukio hili awali lilitokea Julai 26 majira ya saa 6 mchana katika eneo la shule hiyo ya sekondari Galula, ambapo Nicetas, mwalimu niliyemtaja hapo Dimoso, alijeruhiwa kwa kupigwa kichwani na sehemu zingine za mwili na fimbo na watu wanaodaiwa kufika katika shule hiyo kwa lengo la kuchukua mifugo kwa nguvu, baada ya mifugo hiyo kuzuiwa na walinzi wa shule hiyo pamoja na scout kutokana na mifugo hiyo kuingia katika eneo la shule kipindi cha kiangazi
na mfahamu kwamba katika shule zetu hizi tumekuwa tukitunza mazingira, kwa hiyo kuna ukijani. Baada ya tukio hilo, Nicetas Dimoso baada ya kuchambuliwa alipelekwa na kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mbeya, ambapo akiendelea na matibabu katika hospitali hiyo, ilipofika tarehe 28 yani jana 2026 majira ya saa 4 asubuhi, akiwa bado anaendelea kupatiwa matibabu, basi aliweza kufariki dunia. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo sambamba na msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika na tukio hilo ili waweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kabisa tabia za kujichukulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria katika kutatua migogoro. Pia litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwa ni pamoja na migogoro hii ya wakulima na wafugaji. Waache kuchukua sheria mkononi. Kujichukulia sheria mkononi ni sawa na makosa mengine yoyote. Taratibu za kisheria zipo, wananchi tuwaombe muweze kuzifuata na kuacha kufanya vitendo kama hivi ambavyo vinaweza kupoteza maisha ya wenzetu, kama ambavyo mwalimu wetu ameweza kupoteza maisha. Tutakuwa wakali sana na tutahakikisha kwamba watu wote waliohusika wanachukuliwa hatua na wanapatikana na sheria inafuata mkondo wake.